Bana, miongoni mwa story ambayo imechukua nafasi kubwa kwa siku hii hapa ya leo ni ile ambayo imekuwa ikihusisha kati ya Zuchu pamoja na Diamond. Na hii ni kufuatia taarifa ambayo Zuchu alitoa kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram kwa kile ambacho ameandika kwamba ndoa yake ambayo imechukua miaka 6 mpaka hivi sasa hatimaye pia imefika mwisho. Licha kwamba hakutoa sababu kwa maana kwamba ni kitu gani pia ambacho kimepelekea mpaka ndoa hiyo imefika mwishoni. Lakini wataalamu wa mambo wameenda mbali zaidi na kujaribu kudadisi kwamba sababu gani pia ambayo imepelekea maamuzi hayo ambayo Zuchu ameamua kuyachukua. Na kwa taarifa ambazo sio rasmi, baadhi ya watu wamehisi ni kutokana na namna ambavyo Diamond mienendo yake ilikuwepo kwa siku ya jana wakati akisherehekea siku ya kuzaliwa kwa mama yake ambaye ni Mama Dangote, ambayo ilifanyika katika eneo la Madale. Na hii ni kutokana na baadhi ya wanawake pia ambao Diamond Platnumz aliwahi kuwa nao kwenye mahusiano kualikwa katika sherehe hiyo. Lakini ukiachana na hao, miongoni mwa watu pia ambao wametajwa kama sababu ni pamoja na Ali ambaye ni mtangazaji wa vyombo ambavyo vimekuwa vikimilikiwa na Diamond Platnumz, pamoja na kupewa nafasi ya kuwa mwenyekiti katika kamati ya maandalizi ya shughuli ya mamake na Diamond Platnumz. Sasa tunafahamu kwamba Baba Levo ni mbunge wa Kigoma, lakini moja kati ya mtu pia ambaye maisha yake yana historia kutoka kwa Diamond Platnumz. Mara baada alipotoka gerezani, Diamond ni moja kati ya mtu ambaye alimwamini na hatimaye pia mpaka hiki ambacho sasa hivi kinaonekana katika maisha yake. Kwa hiyo ni moja ya mtu ambaye ana mchango mkubwa sana, na ndio maana katika kazi zake nyingi au shughuli zake nyingi Baba Levo ni moja kati ya mtu pia ambaye amekuwa akihudhuria. Jana Baba Levo ndio alikuwepo mshereheshaji au MC katika shughuli hiyo, na alikuwa akiongoza tukio hilo. Sasa mara baada ya ujumbe wa Zuchu leo, Baba Levo hajakaa mbali na kile ambacho Zuchu amekiandika. Ameamua kwenda kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuandika, mzee wangu nyumba inaungua huko. Basi ameishia hapo tu. Moja kati ya posti ambayo ina comment mpaka sasa hivi 1726, lakini pia like zipo 26.6, pamoja na watu walioshare kile ambacho amekiandika mpaka hivi sasa ni 506, zikiwa zimepita saa chache tu kadhaa toka ambapo amechapisha taarifa hiyo. Sasa imeibua mjadala mwingine tena kwa watu wengine. Je, ni kweli kutokana na hicho ambacho amekiandika, kwa maana ya kwamba zile tuhuma ambazo Zuchu alizisema? Sasa kwenye sehemu ya comment watu wengi sana ni kama wamecheka kutokana na kile ambacho Zuchu Baba Levo amekiandika kutokana na maamuzi ya Zuchu. Nitasoma baadhi ya comment tu hapa kutokana na muda. Huyu anasema, mzee wako hapo alikuwa anaangalia wanawake wa kuondoka nao, mawazo yake hapo hayapo kabisa. Nadhani hii picha ambayo Baba Levo alikuwa ameposti hapo, lakini watu wengi sana wameonekana wakiwa wanacheka. Kila Baba Levo mambo yake kama sio mbunge hadi raha. Nadhani kutokana na comment yake. Wengine anaitwa Mima Official anasema anaela atajenga nyingine. Lakini DJ Tumbo anasema kwamba nawapenda sana hawa watu kutokana na namna ambavyo wamekuwa akifanya comedy zako. Mjini Chuo amesema kwamba mamako kafuta haraka sana posti hata tujamaliza kusoma. Roho imeniuma sana. Mwambeni ya posti tena. Nadhani ile posti ambayo Zuchu alikuwa ameandika kutokana na maamuzi yake, kwa sababu ni aliposti na baadaye akaamua tena kuifuta. Baba Levo na hiyo track yake ambayo alikuwa amevaa utafikiri ametokea Mbeya Tukuyu. Hicho ndicho ambacho baadhi ya watu pia wamekiandika. Lakini Mama Winnie amesema kwamba jamani, mimi nawapenda lakini kwa leo niko na Zuchu wangu. Kaka yangu ana nini lakini mbona mke wake ni mzuri tu. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya comment, lakini watu wengi wameonekana kwa upande wa Zuchu kutokana na maamuzi yake ambayo ameyafanya, na watu wengi wakimsema Diamond Platnumz kutokana na kile ambacho alikifanya kwa siku ya jana, wakisema kwamba sio sahihi kufanya kitendo hicho hata kama ni kwenye sherehe ya mama yake. Lakini kitendo cha kualika wanawake ambao waliwahi kuwa nao kwenye mahusiano ni kama
watu wengi hawakubaliani na hali hiyo. Haya, una mtazamo gani kuhusiana na hilo? Usiache kutuandikia hapo sehemu ya maoni, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.